Kwa majina naitwa Saidi Mwamloso, mimi ni kaimu meneja wa Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wa Songwe. Leo hii tuko hapa kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Kwa mkoa wetu tumefanya siku ya leo kwa sababu maadhimisho ya kitaifa yanafanyika mkoani Njombe, na sisi kama wanakanda tuna wajibu wa kwenda kuhudhuria, kwa hiyo viongozi watakwenda kule. Kwa hivyo wakaona ni vyema tukaadhimisha siku hii kwa siku ya leo tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku hii ni muhimu. Sisi kama watumishi wa umma tunasherekea siku hii. Kwa upande wa nini sasa kinafuata, kwa sababu siku hii tunapoadhimisha inatupa morali sisi kama watumishi wa umma kwamba tunafurahia. Kama mimi naweza kusema kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, tunafurahia kuwa sehemu ya watumishi wa umma. Tunafurahia kuwa sehemu ya watu ambao wanachangia kwenye uchumi wa taifa hili. Tunasherehekea hii siku, lakini tukujua tuna wajibu mbele yetu. Hii siku pia inatupa kumbusho kwamba tuna wajibu mbele yetu wa kuendelea kuwahudumia wananchi, kuendelea kuwahudumia walipa kodi kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo ambayo tumewekewa. Kwa sisi tutaendelea kuwahudumia walipa kodi kwa karibu. Tutaendelea kuhakikisha tunachangia kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwenye pato la taifa kwa muda wote. Kwa hiyo ni siku ambayo ni muhimu sana kwa upande wetu sisi. Hii siku, kumbuka, tunapoadhimisha inatukumbusha kwamba sisi tuna wajibu gani. Pamekuwa na taasisi nyingi za serikali eneo hili, lakini kila taasisi na majukumu yake. Kwa hiyo kwa upande wa kwetu sisi TRA kama taasisi tuna majukumu ya kwetu ambayo tumekuwa tukiyafanya kila siku, ikiwemo kukusanya kodi, kusajili walipa kodi, kutoa huduma, kudhibiti magendo. Ukiangalia kwenye ujumbe uliokuwa kwenye bango letu, tunasisitiza pia kwamba tunakataza magendo. Tunakataza magendo. Kwa hiyo inatupa hamasa kuendelea kutekeleza majukumu yetu kwa ubora zaidi. Kwa hiyo tuseme tunaenda kuongeza ufanisi kwenye kutekeleza majukumu yetu. Kumbuka sisi pia ni watumishi wa umma. Wale ambao wamekuwa wakiomba labda kuongezewa motisha, na sisi pia ni sehemu ya wale ambao tunatamani. Kwani sisi hatuwezi kusema sisi tumetosheka, hatuhitaji. Na ndio maana serikali yetu inapoamua kwamba kuna kitu tunakifanya kwa ajili ya watumishi, haijawahi kusimama kusema ila watu fulani tunawaondoa. Inazungumzia watumishi wote wa umma. Kwa hiyo yale ambao watu wengine pia wanayapenda, na sisi pia hayo tunayapenda. Kwanza, Mheshimiwa Rais anaelewa nafasi ya watumishi wa umma, lakini hata wale ambao wanatoka sekta binafsi kwenye kujenga uchumi wa taifa hili. Kwa hiyo mimi, maoni yangu ni kwamba mama yetu kipenzi chetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake waende waangalie yale ambayo watumishi wamekuwa labda wakiyalalamikia, kwa sababu umesikia hata hapa kuna ambao wanalalamika kwamba kuna malimbikizo ya madeni yao, wanadai hawajalipwa. Kuna ambao wanadai kwamba wamepandishwa madaraja lakini mishahara haijabadilika kutokana na kupandishwa madaraja. Kuna wale ambao wamesema hawajapandishwa madaraja lakini wana sifa na wanastahili kupandishwa madaraja. Sasa ni swala la kwenda kuangalia kwamba ni wapi ambako watumishi wanastahili kutendewa haki, kwa sababu tunapozungumzia haki pia tunazungumzia wajibu. Kwa hiyo tunaiomba serikali kaangalia haki zetu, haki za watumishi kwa ujumla, kutokana na malalamiko au na maoni ambayo yametolewa ni yapi. Kwa hiyo serikali tunaiomba itakaa chini, najua ni sikivu, itakuja na dawa kwenye yale malalamiko ambayo yamekuwa yakitolewa na watumishi. Mimi kama kaimu meneja wa TRA mkoa wa Songwe, wito wangu kwa walipa kodi wa mkoa huu lakini na taifa kwa ujumla, kwanza ni waahidi tutaendelea kushirikiana nao, tutaendelea kuwapa huduma wanayostahili, tutaendelea kuwasikiliza, na tuna utaratibu sasa hivi wa kila Alhamisi kusikiliza kero, kusikiliza matatizo au maoni ya walipa kodi. Kwa hiyo sisi tutakachofanya, tutaendelea na huo utamaduni wetu, lakini nitawaomba wao pia na kuwasihi
kufuata taratibu au kufuata sheria za kodi. Sisi tuko mpakani. Napenda kuwasisitiza wale ambao wanaishi maeneo haya, lakini na watu wengine kuacha biashara za magendo, walipe kodi kwa maendeleo ya taifa letu.